Wengi wameingia kwenye ulevi bila kujua sababu inayowaingiza, lakini ukichunguza kwa makini utagundua kwamba marafiki ndio waliosababisha waingie kwenye ulevi huo. Lakini asilimia kubwa ya vijana huanza kujifunza sigara kwa nyakati tofauti kwa sababu wanaoambatana nao ni wavuta sigara. Lakini hata wale wanaovuta sigara wakikutana na wavuta bangi wanashiriki kikamilifu katika uvutaji na matumizi wa kidawa ya kulevya aina ya bangi. Lakini leo hii kuna hatari kubwa ya vijana imewakumba bila wao kujua, kwa sababu vilevi vimekuwa vingi na vinatoka kwenye namna tofauti ambayo wao hawajui chanzo chake, isipokuwa kwa kuwa ni ulevi uambukizwa kwa marafiki, wakijikuta akiingia kwenye ulevi huo bila ya kugundua athari na madhara atakayoyapata. Skanka ni moja kati ya kilevi ambacho kimetapakaa kimya kimya, na vijana wengi wamekuwa wakitumia bila wanafamilia kufahamu. Wazazi wengi katika jamii imekuwa ikijua zaidi kilevi aina ya bangi ama pombe, lakini skanka ni aina ya ulevi wenye athari kubwa ambayo jamii nyingi haijaifahamu kuhusiana na iko skanka. Ningependa kuanza kama nilivyopewa nafasi nizungumzie kuhusu skanka. Skanka ni aina ya bangi ambayo inatengenezwa kwa kuchanganya bangi za aina mbalimbali ambazo husindikwa pamoja kitaalamu. Kwa maana kwamba bangi inayolimwa Indonesia, Jamaica, South Africa zikisindikwa kitaalamu na maprofessional ndio wanakuja kutengeneza kitu kinachoitwa skanka. Pia skanka ina kemikali kali iitwayo tetrahydrocannabinol. Kemikali hii hufikia mpaka 40 hadi 60 ukilinganisha na bangi ya kawaida ambayo ina 5 hadi 13. Kwa nini iliitwa skanka? Jina la skanka linatokana na harufu yake kali inayofanana na mnyama jamii aina ya kicheche ambaye kwa Kiingereza huitwa skunk. Pia bangi hii ilianza kutengenezwa rasmi miaka 1970 nchini Marekani, na kwa Afrika bangi hii hutengenezwa sana kusini mwa Afrika, na skanka ambayo hutengenezwa kusini mwa Afrika huuzwa na kusambazwa nchi mbalimbali duniani zikiwemo nchi za Afrika, Asia, Amerika na duniani kote kiujumla. Ni yapi madhara ya skanka? Skanka huchochea kulipua magonjwa ya afya ya akili. Pia madhara mengine ya skanka huchochea matumizi ya dawa nyingine za kulevya. Pia tukiendelea kuangalia madhara ya skanka, mara tu baada ya kutumia, mapigo ya moyo huongezeka, mishipa ya damu hutanuka na kupelekea kupata ugonjwa wa kiharusi au stroke. Pia matumizi mengine ya skanka husababisha kuona au kuhisi au kusikia vitu tofauti na uhalisia. Pengine mtu anayetumia skanka hapa tulipokaa mbele yetu huenda akajiona labda yupo na bahari hapa. Haya yote husababishwa na matumizi ya skanka. Kwa ufupi na kwa nafasi niliyopewa, ningependa kumalizia hapo.